Dokta, unanuza tena kwa mara ya pili. Mwanzo wakati nakufahamisha ni binti yangu, kwa hiyo ulikuwa hujanisikia. Aya, niambie. Ni binti yangu ndio. Sasa kwa vipimo nilivyofanya anaonekana ni mjamzito. Dokta. Mr. Kapungo, samahani kidogo. Kuna taarifa itakiwa nikupatia mzee Shah. Nisikize dokta. Sina huo muda kwa sasa kusikiza taarifa za mzee Shah. Kwa sasa na mambo yangu. Ngoja nipambane familia yangu kwanza. Hata hii taarifa pia ni muhimu. Haina umuhimu kwa sasa. Kwa sasa muhimu ni familia yangu. Lakini nini? Naona tuangalie hapa. Twende huko nje. Hili unatakiwa ulielewe, sio kwamba ni la leo, ni la muda, nililihifadhi tu kwa heshima zangu. La maana la kukwambia ni kwamba kupata bahati ya kuolewa na mtu kama mimi ni bahati ambazo ni chache sana katika hii dunia. Katika hali ya kawaida ya mtu wa kawaida mwenye akili timamu hawezi kuoa mtu kama wewe. Mtu kwanza hujasoma, akili maji. Wenzio wanafuga akili kwa ajili ya fikra, wewe unatufugia makalio. Tumekwambia kwamba tuna mashindano ya kucheza sebene Yaani na imani kabisa, nakiri na ninajuta kwamba kukuoa nilipotea stepu. Wewe si aina yangu. Bado natafuta wapi kuna mwanamke. Nakiri na ninajilaumu kwamba kukuoa wewe nilipotea stepu. Nashindwa kuelewa kwamba sijui ulikuwa umeniwekea dawa au uchawi wa kikwenu. Kwa kweli nashindwa kuelewa. Kwa hiyo bado niko katika harakati za kutafuta mwanamke. Siwezi kukaa na mwanamke ambaye hajui kusoma. Bado natafuta mwanamke. Kwa hiyo mzee Shah, unataka kuniambia mimi sio mwanamke? Mimi sio mwanamke? Ningesema kwamba wewe sio mwanamke, lakini nitakuwa na kashifu kazi ya Mungu. Kwa hiyo kumbuka kwamba kuna mwanamke na mtu wa kike. Wewe ni mwanamke wanawake wakiwa hawapo, lakini wanawake wakiwepo wewe si mwanamke, wewe ni mtu wa kike. Hebu Gonga. gonga mlango. Nenda kagonge. Unaendea puzi mimi? Gonga kwa nguvu. Gonga. Gonga kwa nguvu nakwambia. Baba atakuwa hayupo. Lakini baba atakuwa hayupo. Kwa kama hayupo nifanye nini? Hebu nisikize vizuri Kesta. Wewe na bibi yako mnanifanya mimi kama ni mtu mdogo, si ndio? Mnataka kuchezea akili yangu. Nilikuwa natoa pesa, wewe usome. Sikutoa pesa zitafunwe. Sikutoa pesa mjenge hii nyumba hapa. Nataka nijue. Tena uniambie kwa umakini. Hii mimba ni ya nani? Baba, mimi sijui kwa sababu hata mimi nilikuwa sijui kama niko kwenye hii hali. Eti lakini baba sijui chochote. Nilikuwa sijui nipo katika hii hali. Hujui chochote. Ina maana sasa wewe ulikuwa unagawa tu.
Yoyote anayepita mbele yako unampa. Ndio maana hujui chochote. Sababu mwanamke yoyote ambaye hajui ujauzito ni wa nani, huyo alikuwa anagaa kama pipi. Mwisho wa siku mnawasingizia watu tu, yoyote unampa mtoto, si ndio? Nisikize Kesta mwanangu. Hayo maisha unayopitia sikutaka uyapitie wewe. Ila sasa leo now nahitaji kujua aliyokupa mimba ni nani na si kitu kingine. Baba, ni polisi, itakuwa saizi upo kazini. Unasema ni polisi, si ndio? Polisi eh? Hata polisi ndio mtu mzuri sana huyo. Kwa sababu polisi nikimkamata nampeleka polisi. Na polisi lazima nimfikishe kituo cha polisi. Kwa sababu polisi ndugu zake ni polisi. Kwa hiyo mambo yote yatakuwa ni polisi tu hapo. Kwa taarifa kama ulikuwa hujui sana, mimi baba yako ndio mzee wa mjini hapa. Nilinunua uwanja kwenye uwanja wa Bwawa na nikajenga nyumba ya matope. Kaiangalia kama imebomoka mpaka leo. Twende polisi. Lakini baba sio polisi. Baba, sio polisi. Kumbe ni nani? Amna, ni mkaka tu yupo hivi. Ni kaka tu yupo hivi. Kwa hiyo unachana akili yangu eh? Unafikia mimi natishika? Sasa kama ni mkaka, kama ni mdada, kama ni mshangazi, leo mguu hapa. Ngoma aliyopiga, twende tukacheze wote. Twende. Bikawe. Bikawe. Nisikilize. Hata kama umejifungia humo ndani, hata kama umejificha, ila hii ngoma unaoipiga tutacheza wote. Hii ngoma unaopiga tutakesha wote. Na unasubiri nini hapo? Unasubiri nini? Kwenye gari. Wenzako wanafuga mbuzi, wanafuga mimba. Mbuzi nini? Chibu, itabidi sasa hivi nikuhamishe shule, nikupeleke South. Kaka, mimi naenda South. Kaka, nakushukuru sana kaka yangu. Wewe ni kaka bora sana kwangu. Nakushukuru, yani sijui nikupe nini kaka yangu. Mungu akubariki sana. Chibu bwana, kwa hilo hata usijali. Maana nilikwenda kufanya kazi kule kwa pesa ambayo nimeingiza. Inatosha kabisa kukufanyia jambo kubwa wewe. Na wewe ni mdogo wangu wa pekee. Sina mwingine wa kumwangalia zaidi yako. Kaka, nakushukuru sana. Na pamoja na mama namshukuru sana kwa kuzaa kidume kama wewe. Kaka, nakushukuru sana. Na mama akija nitamshangilia sana kwa kuzaa kidume. Kaka, nakupenda sana kaka yangu. Na nitajitahidi kusoma kwa bidii na kuahidi kaka. Maneno yako bwana. Kwa hiyo usijali. Jiandae na anza kuweka vitu vyako sawa. Utafuatilia huko shuleni kwa ajili ya kuweza kupata uhamisho. Sawa kaka. Wewe ni kaka bora sana kwangu. Na kwa hiyo vipi, itakuwa ni lini? Maandalizi anza kuweka kesho. Lakini sasa hivi tuende dukani mara moja. Sawa kaka. Tunaweza tukaenda. Mpinga na Kingo, yule mkongo kashachukua pesa. Kwa hiyo sasa kesho inabidi twende ama mmoja wetu aende akatuonyeshe sehemu ya kufungulia biashara. Ila mama, mimi sikuridhika kabisa ni tulivyompa yule mkongo pesa. Yaani ni mara 100 tungemshirikisha baba mdogo Kapongo ambaye tumeshazoeana naye. Kumbuka ile ni pesa mama. Alafu pia pesa huwa haiaminiki. Hivi wewe, huyo Kapongo akakupa nini? Kakulisha kitu gani kiasi kwamba kila kitu nataka tumshirikishe yeye? Yeye ni nani kwenye maisha yetu? Eti
Mama, tusimsamini mtu wa nje na tukamdharau wa ndani. Kapongo ni kama baba yetu na pia tumeshamzoea. Hata kitendo cha kumfukuza sio kwamba eti namchukia, hapana. Kilichokuwa kinaniumiza mimi akili, alipajuaje hapa nyumbani? Kingu, ni sawa unachokisema, lakini naomba tumsikilize mama. Unajua hakuna mzazi anayopenda mtoto wake aishi maisha magumu. Kwa hiyo nilikuwa naomba tuliache ili tumsikilize mama. Sasa kesho itabidi uende wewe, kwa sababu wewe ndio unaweza ukawa umeelewa zaidi. Yaani hapa amooki mtu, labda niende mimi. Maana hata kama ukisema aende kaka, uende wewe, tutakuwa tu tunamsikiliza yule. Akisema hiki ni shingapi, wote tikia tu ndio. Hautopinga wala hautoleta neno lolote lile. Kwa hiyo ni bora niende mimi meneja. Sawa. Acha tumalize utata. Mama, nilikuwa naomba aweze tu kwenda Kingu. Haya sawa, kama umetaka hivyo utaenda meneja wa familia. Muone. Ndugu yangu inaonekana umepigia mshindo kiasi cha kwamba mpaka inafika stage unawaza uende nyumbani. Basi naona umepiga mshindo kueleweka sana. Wewe acha tu rafiki yangu. Unajua ukipiga mishindo kama hii, unatakiwa upakumbuke hata nyumbani. Maana unaweza kaingiza tamaa na ukakosa vyote kwa pamoja. Na kitu kingine ninachojilaumu. Mfano mzuri rafiki yangu Mgaya. Tupiga mshindo lakini yeye bado anazidi kung'ang'aniana nao tu. Na hii issue ilikuwa ya upigaji tu na kuondoka, lakini sasa hivi kajikita kama mfanyabiashara. Sasa mwache aendelee kugandagana nao, mwisho wa siku litamkuta jambo na ukongo wake wewe. Ya, ni kweli. Hata mimi pia kuna deal fulani nilipanga tukalifanya, limekaa mkao. Sema sasa kuna mazingira ndo nasikilizia muda wote na saa yote naweza nikapokea. Kwa sababu deal yenyewe alinipa ule Madam Lotina. Kwa namsikilizia tajiri yangu akiniwezesha tu, basi na imani mambo yanaweza akawa mazuri na mimi pia. Akiniwezesha tu, basi na imani mambo yanaweza akawa mazuri pia hata kwa upande wangu. Ila deal lenyewe lilikuwa ni la kuteka mtu tu, ilikuwa deal fulani simple. Rafiki yangu, deal la kumteka mtu kweli ni deal. Lakini hakikisha tu usije kaingia kwenye mauaji. Maana serikali ya sasa hivi imejikita sana na kufikiria sana kama masuala ya watu wanaotekwa na kuuawa. Angalia lisije kuwa hatari. Acha uoga, maisha hataki uoga. Unafurahi lakini kumbuka na familia. Hichi kitu sikuwahi kukuelezeaga before. Lakini mimi familia yangu ni mimi mwenyewe. Yaani ninapotembea kama hivi niko na wewe ndo niko na familia yangu. Aliyoko nyumbani yuko nyumbani. Aliyoko wapi yuko wapi. Kwa mimi familia yangu ni ile ambayo ninayo hapa sasa hivi. Kwa hiyo I have never cared anyone else. Zungu. Unanifurahisha sana rafiki yangu. Yani bado hali duni, nilini malengo nitafikia, inakosa hata sabuni, kila nikijaribu kupambania, kesho yangu siwe ya huzuni, nimeshachoka mikulialia, kila siku shida mtaani, matatizo zimejaa shida, matatizo ila bado tunaishi nazo, tunapambana. Utujalie Mungu Baba, tuepuke nazo. Nyumbani mie ndo wananitegemea, kwa kila kitu nguzo ya kuegemea, ila mambo mengi cheke navyonyelemea, hakuna mtetezi atakayenitetea. Watoto wa mtaani
watoto wa mtaani. Sisi watoto wa mtaani. Watoto wa mtaani. Sisi watoto wa mtaani. Watoto wa mtaani. Sisi watoto wa mtaani. Watoto wa mtaani. Watoto wa mtaani. Yani bado hali duni, nilini malengo nitafikia, ninakosa hata sabuni. Kila nikijaribu kupambania, kesho yangu siwe ya huzuni. Nimeshachoka mikulialia, kila siku shida mtaani. Matatizo zimejaa shida, matatizo ila bado tunaishi nazo, tunapambana. Utujalie Mungu Baba, tuepuke nazo. Nyumbani mie ndo wananitegemea, kwa kila kitu nguzo ya kuegemea. Ila mambo mengi cheke navyonyelemea, hakuna mtetezi atakayenitetea. Watoto wa mtaani. Watoto wa mtaani. Sisi watoto wa mtaani. Watoto wa mtaani. Sisi watoto wa mtaani. Watoto wa mtaani. Sisi watoto wa mtaani. Watoto wa mtaani. Watoto wa mtaani. Da, hivi ni kweli? Leo hii mimi nakuja kuuza nyumba, hali ya kuwa sijawahi kumiliki hata kipanda cha tofali. Na wanakubali vipi? Kwa hiyo hata kusoma mjini watapata tabu. Ndugu zangu, nadhani hili swala tushamaliza. Hii dili tushamaliza. Kwa hiyo kila mtu hapa apite kivyake. Mimi pale najulikana kama dalali. Kwa hiyo lisije likatokea jambo tukaanza kunyosheana vidole. Sawa bwana, sana sana wewe ambao ulikuwa na shida sana na utafuta pa kwenda kulala sasa hivi. Nyumba watu ushaiuza. Sawa? Njoo vile mimi nadhani kwamba taratibu mzee, ukongo tushaumaliza. Hapa itakuwa utafute njia tena. Ukongo wa wapi tena unatoka? Nilikuwa nishasahau bwana. Nilijua bado tuko kwenye mchongo. Unaelewa? Mimi nimekuelewa vizuri. Lakini 80 pesa tumegawana pasu kwa pasu mara 3. Ila huyu mwenzetu ana hela ya mwenyekiti ile 10%. Unajua mimi sijaelewa hata wapi imeelekea. Babu. Mbona lawama zimekuwa nyingi sana? Alafu pia unafahamu kuwa mimi pale nilikuwa kama nimejitoa kama swala. Mmenipa nafasi ya mwenyekiti ndio. Lakini pale mimi nimeuza kibarua juu ya kibarua. Kwa mfano ile dili pale lingeshtuka, mimi ningekuaje mpaka sasa hivi? Ni haki nipate pesa kama ile, na ina uhakika kwa sababu mimi nimechukua nafasi ya mwenyekiti. Anyway, tufanye hivi, biashara ishaisha. Hiyo milioni 3, milioni 4 na hiyo milioni ngapi uliyoipata inakusaidia nini shekhe? Tuokoe muda. Basi sawa, mimi nimeelewa. Najua tu mtu asiposhiba kwenye sahani hawezi kushiba vya kuokota. Kila mtu kivyake. Kila mtu? Basi haina shida jamani. Una akili sana babu.